السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخوة الكرام، mwanzo kunradhi kwa wiki iliyopita kwa upungufu wa kibinadamu na changamoto vile vile za kiusafiri. Sikuweza kufika kwa wakati, hatukuweza kufanya darasa yetu, lakini lillahi alhamd tutakuwa mwenye kuendelea leo. Na kabla hatujaendelea, darsa ya ile wiki nyingine ya mwisho tuliyofanya, nilitaja jambo ambalo kwamba niliteleza. Sijui kama watu walikuwa ni wenye kufuatilia. Familia au kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Ismail alayhi salam ni Maaddu Bani Adnan. Min lisema baneo Kinana, watu wa Kinana, watu wa Masar. Kwa hiyo kizazi ambacho kwamba Makuraish ni mojawapo katika kizazi cha Nabii Allah Ismail alayhi salam ni Maaddu Bani Adnan al-Adnan. Wa Abdul Muttalib baada ya kuoteshwa ndoto kama ile ambayo kwamba ilikuwa kwa siku 3 mfululizo, akiambiwa ukhfur Taiba, kisha ukhfur Barra, kisha ukhfur Zamzam, na akawa ni mwenye kuelekezwa, mwishowe akawa ni mwenye kuipata sehemu kama ile, na akawa ni mwenye kumuita mwanawe Al-Harith, wakawa ni wenye kuchimba sehemu kama ile ambayo kwamba ni karibu na Kaaba tukufu. Na watu wakawa wenye kumfuata kwa hamaki. Kwa nini achimbe sehemu kama ile? Na wakawa wanakuwa ni wenye kumpinga na kumlaumu, lakini yeye akawa mwenye kuendelea na mwanawe Al-Harith kuchimba sehemu kama ile. Na wakati kama huu mtoto wake wa kiume ilikuwa ni Al-Harith peke yake. Wakawa ni wenye kuendelea kuchimba, huku watu washangaa nini ambacho kwamba chaendelea. Mwisho wakawa wenye kumuacha na jambo lake, kwa sababu alikuwa akiheshimiwa, kwa si mtu waweza ukamtenza nguvu. Kwa hiyo mwishowe wakawa wenye kumuacha aendelee na jambo lake. Na baada ya muda kidogo wakawa ni wenye kusikia akipiga kelele Abdul Muttalib, huku akimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akisema alhamdulillah alhamdulillah. Na labda mtu aweza akajiuliza kuhusu hao walikuwa washirikina, kisha alhamdulillah yaingiliana vipi? Hao ni watu ambao kwamba walikuwa waamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakawa ni wenye kuchanganya katika imani yao shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na masanamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hataki ibada ambayo kwamba yaunganishwa na kitu chochote chengine. Ibada ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo baada ya kusikia kelele kama hizi za Abdul Muttalib kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti, wakawa ni wenye kuja na wakampata Abdul Muttalib ameweza kukipata na kukifukua tena kisima cha Zamzam. Basi viongozi wa Quraysh wakawa ni wenye kukusanyika pale baada ya kuwa wamemlaumu. Sasa hii kisima
kimpatikaniwa. Sasa mara nyingi huwa unapofanya jambo ambalo kwamba ni zito, au unapokuwa na ndoto ambazo kwamba kila mmoja yuona haziwezekani, watu wema hukucheka, wengine wakakulaumu. Nuh alayhi salam yajenga jahazi kubwa katika nchi kavu, yani watu watakushangaa, huyu bwana mvipi? Lakini unapofanikiwa kila mmoja hutaka kuonyesha ya kuwa tuko pamoja. Kwa hiyo viongozi wa Quraysh wakaja pale sema sasa hichi ndio kile kisima cha babu yetu Ismail alayhi salam. Kwa hiyo nchi yetu sote tushirikiane, yani katika kukimiliki na tujumuike pamoja katika manufaa yake. Abdul Muttalib akaona hapana, akasema mimi ndo ninaota na mimi ndo ninaelekezwa sehemu kama hii, mimi ndo ninakuja nikawa ni mwenye kukifukua, kwa hiyo nchangu mimi na mimi tu. Wakawa wenye kuvutana, wakashindana. Wako kumwambia Abdul Muttalib, bana sisi sote ni vitukuu, au sisi sote ni kizazi cha Ismail alayhi salam, kwa hiyo kisima cha babu yetu, nchetu sote, si milki yako peke yako. Abdul Muttalib bado ikawa yuakataa, na wakawa wenye kuvutana. Kaendelea hali kama hiyo mpaka ikawa ya khatarisha kuwepo kwa mzozo, kuwepo kwa vurugu, kuwepo kwa vita. Mmoja baina yao akawa ni mwenye kutoa rai kuwa ili jambo letu tukatafute suluhisho kwa mchawi wa Bani Saad. Kulikuwa na mchawi mmoja ambaye kwamba watu wamuaminia kisawa sawa katika kabila la Bani Saad, na ikawa huyu mchawi wa Bani Saad yuadai ilmu ya vile visivyoonekaniwa. Yani wenyewe wasema kama labda katika lugha zetu tunazoelewa zaidi, maruhani, atawasiliana na maruhani au na majini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakawa wenye kutoa rai, jamani twendeni kwa huyu mchawi wa Bani Saad mwanamke na tukamuombe ushauri juu ya jambo letu hili. Wakawa wenye kufunga safari, wakaenda. Walipofika katika kijiji cha Bani Saad, wakawa wenye kuambiwa ya kuwa huyu mama, huyu mchawi aligura na akaelekea sehemu za Syria, Sham. Wakawa wenye kuamua na kusema tutamfuata popote aliko, tumfuate ili tupate suluhisho la hili jambo letu. Kwa hiyo wakawa wenye kufunga safari na kuelekea Sham, lakini njiani wakawa wenye kufanya nini? Kukatikiwa na maji. Safari ilikuwa haijapangiwa ya Sham, watu wanatoka wamfunga safari katika kijiji cha kabila la Bani Saad. Juu kwa juu jamaa wakageuza wakasema wanaelekea Sham. Kwa hiyo katikati ya jangwa maji yakawa yenye kuwaishia, na Abdul Muttalib akawa mwenye kuambia, kwa sababu hali wako katikati ya jangwa, hawana maji, hawana survival. Kurudi nyumbani ni mbali, kuenda wanakokwenda nako pia ni mbali, wamepatikaniwa katikati. Kwa hiyo Abdul Muttalib akawaambia, bana hapa tumpatikaniwa katika hali ambayo kwamba hatuone kama tutaweza kusurvive. Kwa hiyo tufanyeni hivi, kama sisi tumeandikiwa tutakufa hapa, kama ni kufa hapa, basi kila mmoja afanye nini? Ajichimbie kaburi lake, tuchimbe makaburi yetu kabisa, ili anapofariki mmoja wetu tumstiri. Yani anapofariki pale pale alipo, hakuna ile kazi, kwa sababu sasa watu wana njaa, watu wanakuwa wadhaifu. Kwa hiyo tuchimbeni kabisa kabisa, mtu akini twamfukia atabakia at least mtu mmoja, ndio itakuwa hana stara kuliko sote sisi. Watu waje watupata tuntapakaa tumekufa, yani hatujastirika, itakuwa ni aibu. Kwa hiyo at least yule mtu wa mwisho kusurvive itakuwa ni yeye mmoja. Wakawa wenye kukubaliana na rai kama hii, wakawa wenye kuchimba makaburi, na kila mmoja akakaa ndani akiwa ni mwenye kusubiria ajali yake imfikie. Kisha baadaye
Abdul Muttalib huyu akawa ni mwenye kusema jamani, hii sio sawa, hivi tunavyofanya si sawa. Kwa wanaume kama sisi, kwa watu kama sisi, kukaa na kusubiria kifo makosa kwetu sisi. Kwa hiyo tujaribuni, tufanyeni jambo, tutokeni tafute maji. Na wakawa wenye kukubaliana, kila mmoja akatoka akaenda njia yake katika hali ya kutafuta maji. Baada ya muda kidogo, Abdul Muttalib akawa ni mwenye kupata maji baina ya lile kundi, akawa ni mwenye kupata maji. Sasa wale wengine baada ya Abdul Muttalib kupata maji wakawa wenye kusema, kama Allah subhanahu wa ta'ala amekuokoa wewe na akakuruzuku maji katika jangwa kama hili, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye amekuonyesha ndoto ya kukifukua kisima cha Zamzam, kasema bila shaka hii ni dalili ya kuwa hii ni baraka kwako wewe na hiki kisima chako ndugu yetu. Kwa hiyo haina haja hata tuendelee na hii safari yetu, bado tushaona, yani jibu letu tushalipata, kwa sababu ndoto umeonyeshwa wewe, sehemu ukenda ukaifukua wewe. Hapa katikati ya jangwa tumekosa maji, Mwenyezi Mungu akakuokoa wewe, akakuruzuku wewe maji, na wakawa wenye kuokoka kwa maji kama yale. Kasema basi ndugu yangu, turudini nyumbani, haina haja tushindane tena zaidi. Kisima ni haki yako, ni baraka kwako wewe, sisi twayabaga madai yetu. Kwa hiyo tufungeni safari, turudi nyumbani. Kwa hiyo wakawa wenye kubwaga madai yao kuwa kisima kilikuwa ni chao wote, wakawa ni wenye kukubali cha Abdul Muttalib yeye. Kwa hiyo hili ndio tukio moja muhimu katika yale mawili ambayo kwamba yametokea katika maisha ya Abdul Muttalib. Ama tukija tukiangalia haya matukio au hili tukio likitokea na jamaa wakidai na wakivutana juu ya Zamzam mpaka wakawa wenye kufunga safari yote ile, Abdul Muttalib alijisikia vibaya na akajiona dhaifu ya kuwa yeye, kwa sababu tumetaja ya kuwa mwanawe wa kiume ni mmoja, Al-Harith. Wakasema yani hii mvutano hii na hii hali niliyoipata naonyesha unyonge mimi. Kwa sababu gani? Mimi na mtoto mmoja peke yake wa kiume, kwa sababu katika jamii za kiukoo na makabila nguvu ya mtu huwa inapimwa kuzingatia kiasi cha wanaume ambao kwamba wako nyuma yake, jeshi lake liko vipi. Na jeshi tabaan mara nyingi kina nani? Ni wanaume. Kwa hiyo zile jamii ambazo kwamba zinaishi maisha ya kiukoo, kimakabila, nguvu inapimwa na wale wanaume ambao kwamba wako katika familia au society kama hiyo. Kwa hiyo kile cha asili ambacho kwamba mtu yuweza akategemea zaidi katika maisha kama yale ni familia yake, ni watu wake wa karibu. Kwa hiyo watoto wako wa kiume, brother zako, kaka zako, maami zako, hiyo ndio nguvu yako, wale wanaume katika familia yako. Sasa Abdul Muttalib akawa ni mwenye kujihisi alikuwa dhaifu, mwanawe wa kiume ni mmoja peke yake, hana nguvu yoyote. Kwa hiyo akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, akamwambia ya Allah, kama utaniruzuku mimi watoto 10 wa kiume, basi nitamtoa mmoja kafara kwa ajili yako. Akaeka nadhiri. Na tuelekea katika tukio la pili muhimu katika maisha ya Abdul Muttalib, kwa sababu hapa ndipo tumesimama. Na kabla hatujaendelea, tuchukueni faida. Kuweka nadhiri ya kuwa ya Rab, na kuomba ya Rab nijalie kitu fulani. Lau utanijalia jambo kama hili, ya Rabbi mimi nitatoa hivi, au ya Rabbi mimi nitafanya kadha wa kadha. Ya Rabbi hii dili hii tenda ikiingiliana na nikizipata zile pesa,
ya Rabbi, nitakuja umra, nitafanya ziara ya nyumba yako tukufu, tafanya ziara mpaka Madina, katika msikiti na katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhiri ni makruh, haipendezi kuweka nadhiri, haipendekezwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ankataza kwa njia ya makruh, haijakatazwa kwa njia ya kuwa ni haramu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu ambayo kwamba imenakiliwa na Muslim katika sahihu Muslim. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tandhiru, musiweke nadhiri, fa inna an-nadhra la yughni min al-qadari shay'a. Nadhiri haigeuzi chochote, hainufaishi chochote kutokana na jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria. Na akasema, wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Nadhiri huwa yatolewa na mtu, yatokamana na mtu ambaye kwamba mbakhili. Yani wewe hauwezi piga mipango ya umra wewe mpaka waambia Mwenyezi Mungu, basi ya Rabbi ukinipa hii na mimi yani hauwezi kutoa wewe ukasema utafanya sadaka, utalisha watu maadamu uwezo uko nao, mpaka wasema ya Rabbi ukiniruzuku mimi mtoto, lau utanipa mimi mtoto, nitachinja ng'ombe 2, toa nyama shekhe, fanya sadaka, muombe Mwenyezi Mungu bure. Yani muombe Mwenyezi Mungu, usiingie katika deal na Mwenyezi Mungu, kwa sababu lazima tuhofu sana katika kuingia deal na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili tunapofeli katika ahadi zetu ambazo kwamba tumwaahidi Allah subhanahu wa ta'ala, tumemvunjia ahadi muumba wa mbingu na ardhi, ambaye kwamba alikuwa mwanzo asili hahitaji chochote katika ahadi zetu. Kwa hiyo nadhiri ni makruh, lakini bado mtu ikiwa yataka kuweka nadhiri, yaweza weka nadhiri na kuitekeleza lazima. Almuhim jambo liwe ni la ruhusiwa au ni jambo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, au ni jambo katika mema. Kama mtu ameweka nadhiri ya uovu, basi imekatazwa nadhiri kama ile, mtu asimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema bana, mimi sijui ikiwa hivi maskani nzima nitawanulia jaba. Wallahi jambo lako atalikiwa, usifanye hivyo, usimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nadhiri katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akawa ni mwenye kutia nadhiri, na kweli Allah subhanahu wa ta'ala akampatia watoto 10 wa kiume clean, 1 2 3, ilikuwa ni 1 mpaka watoto 10 wa kiume. Kwa hiyo watoto washafika 10 sasa, kilichobaki shekhe, tekeleza sasa wajibu wako, maana wewe umetoa ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lau utanipa 10 basi mimi 1 nitamtoa kafara. Kwa bwana watoto washafika 10, ikabidi sasa awe ni mwenye kukimbilia katika kutekeleza ahadi yake. Kwa hiyo akawa ni mwenye walikuwa na njia wakiweka mikuki mirefu ambayo kwamba wameipatia jina ya mmoja katika masanamu yao, wakiita mikuki ya Hubal. Hubal ni mmoja katika masanamu yao, na walikuwa wakiamini mikuki hii ni mikuki ambayo kwamba ni mitukufu. Kwa hiyo ikawa wanakuwa ni wenye kurusha ile kama vijiwe, kama dice, zilikuwa njia yao yani ya kufanya kama ramli vile. Wallahi siwezi nikatambua vizuri ilikuwa yani hasa wakifanya kwa njia za namna gani, labda watu wa kuingia katika hii huko mambo ya kishirikina waweza wakatambua. Na wallahi mambo makubwa Allah subhanahu wa ta'ala haridhiki nayo, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yasamehe kila kitu isipokuwa ushirikina. Na leo katika mujtama wetu inakuwa ni mambo ya kawaida, imma mtu
awe yataka kumdhuru mwenzake, au mwingine yajipa sababu asema ya kuwa mimi sijakwenda kutafuta dawa mbaya. Akhi, hata ukaenda ati wasema mambo yankuendea vibaya, watafuta mambo yako yawe mazuri, wallahi bado ni ushirikina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaeka waganga na wachawi katika kundi moja, asema wote ni warongo na hukumu yao chini ya Uislamu wakipatikana huuawa chini ya serikali ya Kiislamu, kwa sababu huwa masala ya judiciary mpaka ihakikiwe, mpaka ushahidi upatikaniwe, kama vile ambavyo kwamba leo mob justice ni makosa. Hata mkamshika mtu yani hivi moja kwa moja, amemshikia mtu silaha, toa kisha mkamshika, hamruhusi kumpiga mpaka mkamua. Watu hufanya, lakini mob justice ni makosa. Na katika Uislamu vile vile mtu hatekelezi hukumu mikononi mwake, patikaniwa ni wachawi, sijui ni waganga, haya washtakiwa. Yani sheria ina nidhamu yake hata asili katika Uislamu. Kwa hiyo akawa ni mwenye kurusha na akiweka majina ya wanawe wote. Alipokuwa ni mwenye kurusha mara kwanza, ikamwangukia mwanawe Abdullah. Mara pili akarusha, kamwangukia tena mwanawe Abdullah. Mara tatu ikamwangukia Abdullah. Kwa hiyo akajua ya kuwa basi maamuzi yashapita, ya kuwa mwanangu Abdullah ndio anafaa kufanya nini, nafaa kumchinja. Kwa hiyo Abdul Muttalib akawa ni mwenye kumtoa mwanawe Abdullah. Na Abdullah ni nani? Abdullah ndio babake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abdul Muttalib amemtoa sasa huyu mwanawe yuenda katika Kaaba amchinje, atekeleze nadhiri yake. Abu Talib ambaye sasa ni katika wanawe wakubwa, na Abu Talib ni babake nani? Ali, kazini yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Abu Talib ni bradhake au kakake mkubwa Abdullah. Abu Talib akamfuata babake, akawa mwenye kumwambia, ya abati, wallahi sisi hatuwezi kukuacha ukamchinja mwanawe, hatuwezi kukuacha ukamchinja mwanawe, huku tukikuangalia haiwezekani. Na wakaja jamaa za kwa upande mamake Abdullah sasa wakisema, Abdul Muttalib bana, hautatuchinjia mwanawe wetu. Kisha upande wa kina mama, haiwezekani, ambia tuko mwanawe wetu umchinji. Hawakuweko yeye akiweka nadhiri, hawajui masala ya nadhiri yake, ameweka nadhiri yake. Na mara nyingi watu hufanya nini? Watu husahau. Mtu yaweza ikamtoka baadaye ile furaha ikiingia akasahau lile jambo ambalo kwamba amemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Muttalib hajasahau, lakini jamaa zake hawana habari na hili na wala hawawezi wakakubaliana naye. Kaambia, hapana Abdul Muttalib bana, humchinji mtoto wetu, hatukuachii ukawa ni mwenye kumchinja. Na ikawa watu wakiongezeka. Kumwambia Abdul Muttalib, sikiliza shekhe, wewe lau utatekeleza hili jambo, lau utakuwa ni mwenye kulifanya hili jambo, basi wallahi baada yako wewe itakuwa sunna kwa Waarabu. Itakuwa mtu akipewa watoto wa kiume 10, mmoja atamchinja, watu watauana shekhe. Kwa sababu Abdul Muttalib alikuwa akiheshimika. Kwa hiyo waambiwa, wewe ni bwana baina ya watu, hili jambo ukalifanya successfully, ukamchinja mwanayo, na ndo habari zake itakuwa zimeisha. Baada ya pale nadhiri hii ukaitekeleza, ukamchinja mwanayo, basi baada yako wewe watu watakuiga, na watu itakuwa wakichinjana, watu watauana, takuwa watu hawana wana sasa. Manake wana huenda wakichinjwa, kwa sababu asili huu ni mshtama ambao kwamba wazika watoto wao hasa wa kike wanapowazaa, alafu baadaye ingie watoto wa kiume kuchinjwa. Sasa tabakia na watoto gani? Kwa hiyo ikawa wanajaribu kumsihi, ikawa ni mvutano. Mwambie Abdul Muttalib,
usifanye ile jambo. Na tumetaja mwanzo wao wakiwa na jambo ambalo kwamba wamezozana mpaka likafikia stalemate, dakika 90 bila ikafika extra time bila. Sasa mwishowe huwa nini? Penalty zao kwa mchawi. Kwa hiyo akasema bana, itabidi twende zetu kwa mchawi ili jambo akatutatulie, kwa sababu kwa wao Waarabu katika mila zao mtu anapotoa neno lake asipolitekeleza yuakosa heshima sana, yuakosa heshima mno. Na ndio kwa njia hii Hamza ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Hamza alikuwa ni mwenye kusilimu kwa njia hii, Hamza bin Abdul Muttalib, sababu alikuja mbele ya Abu Jahal akampiga, akamwambia we kivipi wamtukana mtoto wa ndugu yangu ana ala dini, na mimi nafuata, mimi mwenyewe nafuata dini yake, wamtukana vipi? Hamza alikuwa si Muislamu, Hamza alikuwa afuati Uislamu. Baada ya pale akasema sasa mimi ninasema mbele ya watu yakuwa namfuata Muhammad, msikie kihakika simfuati, sijasilimu. Sasa nikisema naingia katika njia hii nayo watu watasema mzee yule amemfuata mtoto wa ndugu yake kijana mdogo. Na lao nitarudi nyuma, nitakuja nitaambia sijamfuata, nitakosa heshima pia kwa watu, nitaambia leo sema neno kisha alafu baadaye. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa uzito wa neno, kwa wao ikawa pia ni uzito. Abdul Muttalib asema ninaweka nadhiri jamani, hawa nao wasema hapana. Wengine wanamtetea kwa chachu ya damu, ndugu zake wakubwa pamoja na familia yake ya upande wa mama, na hawa wengine wanatetea kwa njia ya kuwa hili jambo itakuwa ndiyo mila ya watu. Kwa hiyo hoja zote ni mzito za balance. Wakaenda zao kwa matuta sasa, kwa penalty sasa, ambayo kwamba ndio kwa mchawi. Kwa hiyo mchawi, walipokwenda kwa mchawi, wakawa ni mwenye kujieleza ile hali iliyopo. Mchawi akawa mwenye kuambia rudini, nendeni ili nishauri ile mizimu yangu au mashetani yangu au maruhani yangu, asema nitawashauri kisha alafu kisha kesho muje nitawapatia jibu. Wakawa mwenye kurudi siku ya pili na ikawa kweli anajibu. Akawa ni mwenye kuuliza, nyinyi malipo ya dia, fee ya dia, blood money. Blood money ni ile mtu ameuliwa. Kwa hiyo watu wana haki ya kudai damu yake ilipwe. Wamemkosa mtu wao, lakini damu ya mtu wao ifanye nini? Ilipwe dia. Akawa mwenye kuuliza huyu mchawi, nyinyi dia yenu huwa mwalipa vipi? Kasema ikitokea mtu ameuliwa na hasa aweza kuwa mtu amerusha mkuki mnyama, lakini akampata mwenzake, hakukusudia kumuua lakini amemuua. Kwa hiyo kuna dia hulipwa, blood money. Na wakao wenye kuambia ya kuwa huwa tuwalipa kwa ngamia 10. Akawa ni mwenye kuambia, kwa hiyo chukueni ngamia 10 upande mmoja na Abdullah upande wa pili, kisha alafu mufanye ramli zenu, murushe, yani muangalie itamwangukia nani. Ikimwangukia ngamia mtachinja wale ngamia 10, ikimwangukia Abdullah mutaongeza ngamia 10 wengine kisha murushe tena. Kwa hali namna hiyo, ikikosekana tena mutarusha tena hivyo hivyo. Ikipatikana kwa ngamia, chinjeni wale ngamia ambao kwamba watakuwa wamefika. Wakawa wenye kurudi, wakakusanyika sasa Abdul Muttalib pamoja na Makuraish, Abdullah upande mmoja na ngamia 10 upande wa pili. Wakawa wenye kurusha katika ile mikuki na ikamwelekea Abdullah. Wakaongeza ngamia 10 wengine, sasa ikawa ni ngamia 20.
bado ikamwangukia Abdullah ngamia 30, 40, 50, 70, 80, 90, bado inamwangukia Abdullah mpaka ngamia wamfika 100. Sasa ngamia 100 upande mmoja, Abdullah ikaanguka kwa ngamia. Kwa hiyo watu wakasema ya Abdul Muttalib, bas. Kwa hiyo bana, haya mtoto wako Abdullah bana mchukue bana, haya ngamia 100. Abdul Muttalib akasema bado sijaridhika tena, rusheni. Ikaangukia tena ngamia, kasema rusheni tena, ikarudiwa tena mara 3, zikaangukia ngamia. Basi wale ngamia 100 wakawa wenye kuchinjwa, na Abdul Muttalib akawa ni mwenye kulipia ngamia zile zote 100, ikawa iko juu yake, na akalipa ngamia wote 100. Na yeye mwenye Abdul Muttalib alikuwa mkarimu, hakuwa mwenye kutoa katika nyama ile kitu chochote, na nyama ikawa ni nyingi mno. Ngamia 100 ikawa nyama ni nyingi, wakala binadamu, ndege na hata wanyama mwitu pia, mpaka ikawa nasema Waarabu ya kuwa Abdul Muttalib ni mwenye aliolisha watu na wanyama, na wakisema katika baadhi ya maneno yao mut'imu at-tayri fi sama, alikuwa ni mwenye kulisha ndege ambao kwamba wako katika mbingu. Na hili tukio kama hili, hii sifa kama hii ya Abdul Muttalib, tutakuja taitaja baadaye mbeleni sana katika mazungumzo ambayo kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa nayo baina yake na katika viongozi wa kabila fulani. Inshallah wakati huo tutakumbushana tena. Kwa hiyo Makuraish kama vile walivyomwambia Abdul Muttalib ya kuwa lau talitekeleza jambo kama hili, basi hili jambo itakuwa mila kwa Waarabu, itakuwa sunna kwa Waarabu. Na kweli baada ya pale dia iligeuka, haikuwa tena ngamia 10 kwa Makuraish au kwa Waarabu, ikawa ni ngamia 100 blood money. Na baada ya Uislamu kuja, hukumu ikawa ni yenye kubakia ile ile, yani Uislamu ulitabani hukumu, yani ulichukua hukumu kama ile. Na baada ya pale ni Uislamu, si Uarabu tena. Sasa swala la Waarabu ni swala la Allah subhanahu wa ta'ala. Blood money mpaka hivi leo ni thamani ya ngamia 100. Sasa leo labda watu wataangalia thamani yake itakuwa ni milioni ngapi, lakini ikitokea yatakaniwa familia kama Waislamu, hata kama mambo sijui yameenda makotini huko nini, ni iko juu ya ile familia ambao kwamba labda mtu amegonga mtu na gari, mtu akafa, hutokea ajali, vitu kama hivyo. Dia ni thamani ya ngamia 100. Sasa Abdullah kama tulivyotaja ndio babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliozwa kisha baadaye mama Amina bintu Wahbi, na wakamzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka ikawa mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa anamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa yeye ni mtoto wa wana wawili waliotaka kutolewa kafara. Kwa hiyo wa kwanza ni babake Abdullah, na wa pili aliyotaka kutolewa kafara nani? Ismail alayhi salam, na wote wakawa wenye kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah kabla hatujamaliza kwa kiasi ambacho kwamba hii ni chapter mzima ambao kwamba tumefanikiwa kuimaliza juu ya kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, tamalizia kwa ushairi kidogo katika kumzungumzia, kumsifu na kuitaja sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwamba itakuwa tukisoma katika mwisho wa kila chapter, na ni katika maneno mazuri kwa lugha ya Kiarabu. Inshallah atakayetaka kwa tafsiri atafanya juhudi yake mwenyewe. Yaqulu rajil khaliqi huwa al-aminu al-muwafiqi hamdan liman hadani لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة
في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر، كتبتها لتنشر بين الأنام والورى، فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل، أسماؤه الشريفة عديدة منيفة، قد جاء في القرآن عن الإله اسمان، أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد، وجاء في الصحاح الحاشر والماحي، والعاقب المكفي بما مضى نستخفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.